Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya Mbasha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa. Amani sana kwa wewe ambaye tayari umeshabonyeza alama ya subscribe ambayo iko chini ya video yako ili kwa kwanza kupata taarifa na habari zetu mbalimbali kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, kwa siku ya juzi baada ya Diamond kutokea nchini Uganda kule, sasa kuna mengi zaidi ambayo yamezungumzwa. Kama umepata nafasi ya kupita katika mitandao mbalimbali ya kijamii, naamini kabisa umekutana na story ambayo inamhusu Diamond, ambapo baada tu ya kutokea Uganda kule, inasadikika kwamba mshikaji alichukua mpunga mrefu zaidi na ikapelekea bana baadhi ya wasanii, baadhi ya watu ambao waliweza kuperform nao kuweza kulalamika. Wengi waliolalamika akiwemo pia Eddy Kenzo ambaye ni miongoni mwa watu ambao walipanda naye kwenye jukwaa moja na waliperform pamoja. Lakini pia Eddy Kenzo, kama ulikuwa ufahamu, pia ni miongoni mwa wasanii ambao wana mafanikio makubwa zaidi. Mafanikio makubwa ambaye alishawahi kuwa mshindi wa tuzo ya BET, alishawahi kushinda, lakini pia ameshawahi kushinda pia tuzo nyingi zaidi ambazo ni kubwa hapa Afrika, lakini pia na ulimwenguni pia zinajulikana kwa ukubwa zaidi. Sasa Eddy Kenzo mwenyewe kwa siku hii leo, baada akiwa wakati anafanya interview, alisema tulikuwa tunatumbuiza wote lakini walizidisha. Sisemi kwa wivu, sisi pia ni binadamu, tunaelewa kuwa walihitaji kumpa uangalizi kama mgeni, lakini walivuka mipaka. Walikuwa wanajionyesha na kudhalilisha tasnia yetu kwa waliofanya. Hakuna msanii wa Uganda aliyestahili matibabu yale. Hivyo ndivyo Eddy Kenzo bana aliweza kuzungumza. Kuna uvumi kwamba Diamond pia alilipwa kiasi kikubwa zaidi cha pesa cha zaidi ya milioni 750 za Uganda, ambazo ni zaidi ya shilingi milioni 552 za Kitanzania, kutumbuiza tu kwenye tamasha hilo bana, huku wasanii wa Uganda wakipewa fedha ambazo ni kidogo. Eddy Kenzo pia amewalaumu pia waandaaji kwa kutothamini bana wasanii wa ndani na badala yake pia kutoa kiasi kikubwa cha fedha kwa mgeni. Eddy Kenzo pia akaendelea akasema kwamba kama yeye anastahili kiasi hicho, basi hata mimi ninastahili, ndio maana walinialika, walipaswa pia kututendea haki pia, na huenda wasingetualika kama wasingeona thamani yetu. Hivyo ndivyo aliweza kusema Eddy Kenzo bana, baada ya kutoa malalamiko hayo yote ambayo anadaiwa bana kulalamika, especially kwenye masuala hayo. Kumbuka pia malalamiko haya yalitokea baada ya show ile ya Africa Coffee ambayo iliweza kufanyika kwa ndugu zetu Uganda kule, na Diamond kutoka na kiasi kikubwa zaidi bana cha zaidi ya milioni 552, ambacho ni bilioni moja kasoro milioni kadhaa tu hivi. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa jinsi gani mshikaji anapiga mpunga mrefu. Lakini wakati huo kumbuka na usisahau kwamba walimzingatia private jet, wakamzingatia pia na baadhi ya vitu vingine mbalimbali ambavyo kama msanii mkubwa alivihitaji Diamond. Wewe unavyoona ni sahihi kweli kwa msanii mgeni kuja kuchukua fedha nyingi zaidi nchini kwako, au iko vipi, au inategemea na demand ya msanii? Hebu niache maoni yako hapa, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya Mbasha TV ili kwa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.